tufanye tunavyotaka sisi, sio tufanye wanavyotaka wao. Mechi hizi ni ngumu kweli kweli, na katika ligi kuu Tanzania bara au popote katika mchezo, na wanakuambia ni heri ukutane na ambaye anakamata nafasi ya pili ama ya tatu ama ya nne ama ya tano ya sita kuliko kwenda na kukutana na mtu ambaye ameshakata tamaa katika maisha. Ukimwangalia mama mwenye nyumba katika maisha ya ligi kuu Tanzania bara kashajikatia tamaa, na ndio maana ukiangalia mpira anaocheza leo mpaka mimi mwenyewe nikashangaa, nikasema what, mama mwenye nyumba ndio yeye anocheza mpira huu? Maana kacheza mpira mkubwa kweli kweli. Nikasema hivi katika mechi zake zote angekuwa anacheza hivi hivi, angekuwa huku mabonde kuinama? Kwa sababu ukiangalia timu ambayo inaburuza mkia kule chini ni wao, ni timu ambayo kimekuwa kichwa cha mwenda azimu, kimebeba timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Ni mechi ngumu kweli kweli. Pengine mchezo leo mlifeli sehemu gani Young Africans? Maana kabla mchezo mliahidi magoli mengi mtampiga KMC. Waliwazidi sehemu gani mchezo leo? KMC kwanza alikuja kwenye mchezo huu kwamba anataka kwenda kufa na mtu, na ukiangalia wachezaji jinsi walivyokuwa wanajituma unaona kabisa kuna kitu walikuwa nakitafuta. Hata mimi mwenyewe wakati nakuja nilikuwa najua leo kuna chuma 8 ama 7, angalau wanakuambia mipango sio matumizi. Sasa wanakuambia unapokwenda kukutana na timu ambazo zimeshajifia kwenye ligi kuu Tanzania bara na kwenda kufa na mtu, ogopa sana. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukisikiliza kelele nyingi wanakuambia kocha afai, kocha aondoke, sijui. Sasa sijaelewa kocha aondoke kwa lipi. Ukiwauliza wanakuambia sababu alizozifanya hazieleweki. Mimi na kumbukumbu zangu kocha aliamua kumpunguza Yao Kwasi. Kwanza ukiangalia mchezo wa tarehe 3 alitumia nguvu sana, alitumia energy kubwa sana. Ukija kwenye mchezo leo mpaka anakwenda kutoka Yao Kwasi tujapata goli, na maana moja nani bila yani nyau anakwenda kuingia Buba, ina maana anabadilishana. Alichokifanya yeye ni kumtoa beki namba 2 na kumuingiza mshambuliaji ili tupate nguvu, na ni kweli alivyoingia Buba ndani ya dakika 5 6 7 10 tukapata goli. Sasa mimi nashangaa unaposema kocha aondoke hivyo, alitaka atoke nani hivi? Ngoja niulize labda kitu kimoja kwa mashabiki wenzangu wa Yanga, hivi Buba ni mchezaji wa nani? Kaenda tumeenda kumkopa kwa Azamu, tumemkopa KMC, tumemkopa Azamu, tumemkopa kwa watoto wa Modi. Buba ni mchezaji wa nani? Sasa amesajiliwa na viongozi wa Yanga. Sio mchezaji, viongozi wa Yanga mpaka anakwenda kumsajili, na maana umemwona engineer yule sio nani, sio mwenyekiti. Kwa hiyo unapokwenda kumlaumu unasema sio mchezaji. Buba unataka tumweke engo gani? Sio mchezaji. Mpaka anakwenda kutoka Yao Kwasi. Tulikuwa tuna goli ngapi pale? Au tulikuwa tumeshachukua point ngapi? Silikuwa buyu 0-0 pale. Alipoingia Buba ndio unapata goli. Sasa mwisho wa siku unakuja kumlaumu kocha aondoke kwenda wapi? Unajua sio kila ambaye anayeongea kwenye media amevaa jezi ya Yanga ukajua mwana Yanga. Watu wengine wakisema kocha aondoke, kinachotakiwa na nyinyi waandishi habari unamhoji. Ukamwewe. Wewe muulize, wewe ni mwanachama, mbona mnashindwa kuwauliza? Sio kila mvaa. Unajua katika kuelekea Dar es Salaam hii, humu tutapata manyau, humu tutapata wakimbizi, humu tutapata wavamiaji, humu. Hii yote ilimradi kuwapelekea nani? Unajua unapokwenda kumlaumu kocha katika kipindi hiki zimebakia mechi 10, unakwenda kumtoa mchezoni. Sasa mechi 10 naomba kocha aondoke. Kocha bado ana mkataba, naambia aondoke. Utakwenda kuvunja ile mkataba? Haya, wewe ni mwanachama unaisema hivyo. Maana ile aweze kuondoka kocha, na maana iletwe kocha mwingine, unamvunja mkataba huyo aondoke. Kadi ya wanachama unajalipa hata shilingi 100 mwaka mzima. Unasema kocha aondoke. Hao wanaoongea hivyo sio kila mvaa jezi ya Yanga ni mwana Yanga. Humu mnapata wavamizi, humu manyau. Kwa hiyo niwaambie viongozi wa Yanga, kipindi hiki natakiwa tushikamane, ni kukaa na benchi la ufundi kuambia jamani, lala salama hii tunahakikisha kila mechi tunachukua pointi 3 ili tukaribie ubingwa. Lakini tukianza kulaumiana wenyewe kwa wenyewe. Hivi KMC kwa mpira ulioona wewe wafuatilie mara nyingi sana. Kwanza leo tujacheza na KMC mama mwenye nyumba peke yake, Toto la Mudi humo, Azamu humo, sijui nani humo. Jitu lishajifia huko, lishakata tamani na kwenda kukutana. Ni heri ukutane na mtu ambaye anakamata nafasi ya 6 kuliko mtu aliyojifia mle. Kwa hiyo sio kila maana anayeongea kwamba kwenye maiki ukavaa jezi ya Yanga maana mdai kadi ya wanachama. Humu mnabale. Kipindi hiki niwaambia viongozi wa Yanga, liingilie huko litokee huko, milozi mingi umpoteza umbwa. Mimi naongea nikiwa mwanachama, nina kadi iliyokuwa hai. Kwa hiyo kipindi hiki ni kigumu kwa kweli. Kocha aondoka, aondoke kwenda wapi? Ogopa matapeli. Kocha aondoke mpaka msimu unakwenda kuisha. Wewe unasema kocha aondoke, wewe ndio wa kwanza, uwe wa kwanza kuondoka. Kwani kuna mtu alikuita hapa uje ushangilie Yanga? Ukiona mambo magumu watoto wa Mudi leo wanaruka huko. Angalia watoto wa Mudi kweli tumeliacha linabweka kule. Pia limeongoza goli 2. Mwisho wa siku tunashangaa kwamba itakuwaje? Kocha huyo ndio alofanya siku tumetoka pale Meja Samuel tunashangilia. Kocha huyo tumetoka. Haya bila kocha siku ile singekuwa tushatoa zile chuma 2 zile. Watu wanaongoza ndani ya dakika 7. Tumetoa chuma 2 pale. Kocha huyo amefanya rotation, amekwenda kujiuliza nimekosea wapi. Walivorudi amerudi kivingine. Tumechomolewa zote. Tumemwacha nani anabweka pale Meja Samuel. Tumewacha watoto wa Mudi anabweka pale. Alafu nawaambia watoto wengine watoto wa Mudi ametumwa. Mimi nakwambia na nyinyi waandishi habari, mwambieni kama anasema mwambie atoe kadi ya wanachama. Kocha aondoke kwenda wapi? Yupo na mpaka msimu unaisha. Msimu ukisha ndo waanze kulalamika, lakini kipindi hiki sio cha kumwachia kocha. Humu unakutana na watoto wa Mudi. Tunacheza timu 4 humu.
Kwa ile performance ambayo wame surprise KMC amkutarajia wale mashabiki wa Yanga. Na mimi mwenyewe ndo maana nikiwa kwenye majukwaa kule nimebaki na shangaa. Hivi hawa watoto hawa mimi namuita mama mwenye nyumba. Wangekuwa anacheza hivi, wangekuwa mabonde kuinama kule. Kwa sababu mpira unaocheza leo mama mwenye nyumba sijawahi kuona tangia aanze. Ukiangalia anavyopepea kule mabondeni kule unaambiwa, yani yupo kama kichwa cha mwendazimu kabeba timu zote kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yupo mabonde kuinama. Kacheza mpira mkubwa, angalia kwanza. Ukitaka kujua kabisa yuko leo alikuwa kivingine. Angalia golikipa kaokoa michomo mingapi? Kwanza golikipa mwenyewe apewe sifa. Yani yule golikipa leo ilitakiwa isingekuwa kero kwa goli lake la Winome na maassist ya kufa mtu. Yani leo golikipa leo kama tungetoka nyau leo hii man the match angekuwa golikipa. Kaokoa michomo mingapi pale? Vijana wamepambana, magoli yameshindikanika kuingia. Wewe utakafanyaje? Au ulitaka wachezaji watoka wamevunjika pale? Watu wamejituma imeshindikanika. Kaokoa michomo mingapi pale? Yani leo golikipa kajitahidi, yani isingekuwa goli la Okelo tungetoka nyau. Leo hii golikipa KMC mama mwenye nyumba. Leo ungetoka man the match. Kwa vijana wamepambana, umepata goli. Bado unapiga kelele, kocha ondoke. Kocha tungetoa sare. Tungetoa sare wangelalamikia. Kama goli moja tu. Wewe ukitaka kujua kabisa sare inauma, muulize mtoto wa Mudi juzi kule. Wewe tumepata goli moja. Tumekwenda kukutana na mtu aliyojifia. Bado unalalamika unasema kocha, je, tungetoka sare wewe? Tungelalamika mpaka ufe hapa. Kwa hiyo kuna vitu vingine jamani, nitakuwa muwe mnaangalia. Mtoto wa Mudi tumemwacha kule 2-2 analalamika kule. Anaongoza ndani ya dakika 6 goli 2. Watu wamesawazisha zote, tumemwacha analalamika kule. Sasa ukitaka kujue goli moja ni raha. Hivi usini mwambie, muulize mtoto wa Mudi kilichomkuta tarehe 3 nyau kule. Kaza kulia kule. Kwa hiyo waambieni hao wanaopiga kelele, kama anaona kocha afai mwambie yeye ndo